M23 alituvamia asubuhi, na jinsi ametuamkia kwa asubuhi, tukamuonesha kwamba watoto wako tayari kwa ajili ya kufunga ligne de front na habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News. Matumaini yetu ni kwamba uko salama salamini popote ulipo unapoendelea kutega sikio au kutizama kupitia mtandao wetu wa YouTube. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuiona hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aidha mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari mwanzo hadi mwisho. Katika taarifa hii ya habari tutakuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile kwenye mwisho wa habari tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2026. Basi karibu katika taarifa yetu hii ya habari, sauti yetu, habari zako. Habari za jana kutoka eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kusini, zinaeleza hali ya taharuki iliyotokea mapema Jumatano katika kijiji cha Kigurwe. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyoaminika, mapigano makali yalizuka majira saa 12 alfajiri kati ya wapiganaji wa kundi la Wazalendo na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Mapigano hayo yalifanyika katika eneo la Kigurwe lililoko ndani ya groupement ya Kabunambo, takriban kilomita 7 kutoka mji wa Sange kaskazini mwa Uvira. Taarifa zinaeleza kuwa milio ya risasi nzito na nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Wananchi wengi walilazimika kujificha majumbani mwao au kukimbilia maeneo salama wakihofia usalama wao. Kwa mujibu wa tathmini ya awali, wapiganaji watatu wa Wazalendo walipoteza maisha katika mapigano hayo, huku waasi 5 wa M23 wakiripotiwa kujeruhiwa. Hata hivyo, idadi hiyo inaweza kubadilika kadri taarifa zaidi zinavyoendelea kupatikana katika eneo la tukio. Baada ya saa kadhaa za mapigano, hali imeripotiwa kutulia, ingawa bado kuna tahadhari kubwa kutokana na uwezekano wa kurejea kwa mapigano. Eneo la Kigurwe inaendelea kudhibitiwa na waasi wa M23 pamoja na washirika wao ambao wanaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia. Wakazi wa eneo hilo wanaelezwa kuendelea kuishi katika hali ya hofu, wakikabiliwa na hatari ya kukwama kati ya pande zote mbili zinazopigana. Wengi wao wanahitaji msaada wa kibinadamu pamoja na ulinzi wa haraka ili kuepusha madhara zaidi. Hadi kufikia sasa, mamlaka husika hazijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo, lakini washirika ya kiraia yanatoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kuheshimu maisha ya raia wasio na hatia. Kwa ujumla, hali ya usalama katika eneo hilo bado ni mbaya na jamii ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu matukio yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndio hali ya sasa kutoka eneo la Kigurwe katika tarafa la Uvira mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini zinaeleza hali ya tahadhari kufuatia mapigano makali yaliyotokea hivi karibuni kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano hayo yaliripuka katika maeneo ya Remeka na Katunda ambako pande hizo mbili zilikabiliana kwa kutumia silaha nzito na nyepesi. Mapigano hayo yalisababisha hofu kubwa kwa wakazi wa maeneo hayo, wengi wao wakilazimika kukimbia makazi yao ili kutafuta usalama. Baada ya saa kadhaa za mapigano makali, hali imeripotiwa kutulia, lakini utulivu huo unaelezwa kuwa ni wa muda na wenye mashaka. Vyanzo vya ndani vinasema kuwa ingawa milio ya risasi imepungua, bado kuna mvutano mkubwa kati ya pande zinazohusika, hali inayoweza kusababisha mapigano kurejea kwa muda wowote. Wakazi wa Remeka na Katunda wanaendelea kuishi katika hali ya hofu na sintofahamu, wakihofia kurejea kwa mapigano hayo.
Baadhi yao wameanza kurejea polepole majumbani mwao, huku wengine wakisalia katika maeneo ya hifadhi wakisubiri hali iwe shwari zaidi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi kamili ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yanaonya kuhusu athari za kibinadamu zinazoweza kujitokeza iwapo hali haitathibitiwa kwa haraka. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa eneo la Masisi linaendelea kuwa moja ya maeneo muhimu yenye mivutano mikubwa kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha yanayowania udhibiti wa maeneo za rasilimali. Katika hali hii, wito umetolewa kwa pande zote zinazopigana kusitisha mapigano na kuweka mbele maslahi ya raia ambao ndio waathirika wakuu wa mzozo huu unaoendelea kwa muda mrefu. Kwa sasa hali inaonekana kuwa shwari kwa nje, lakini bado ni tete na tahadhari zinaendelea kuchukuliwa na wakazi pamoja na wadau wa usalama. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu hali inavyoendelea katika eneo hilo na kuwaletea taarifa zaidi kadri zinavyopatikana. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika jimbo la Ituri, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia shambulio jipya lililosababisha vifo vya raia watatu kwenye barabara kuu ya route numero 4. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, shambulio hilo linadaiwa kutekelezwa na kundi la waasi wa ADF ambao limekuwa likihusishwa na matukio ya mara kwa mara ya ukosefu wa usalama katika ukanda huo. Tukio hilo lilitokea wakati raia walipokuwa wakisafiri au kufanya shughuli zao za kawaida kando ya barabara hiyo muhimu inayounganisha maeneo mbalimbali ya kiuchumi. Mashuhuda wanasema washambuliaji walivamia ghafla na kuanza kufyatua risasi, hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Raia watatu walipoteza maisha papo hapo, huku wengine wakikimbia kuokoa maisha yao. Baadhi ya wamanusura walieleza kuwa walijificha porini au kukimbilia vijiji vya jirani baada ya kusikia milio ya risasi. Barabara ya route numero 4 ni mihimili muhimu ya usafiri katika eneo hilo, likirahisisha usafirishaji wa bidhaa na watu kati ya miji na vijiji. Hata hivyo, mashambulizi ya mara kwa mara yameifanya barabara hiyo kuwa hatari na hivyo kuathiri shughuli za kiuchumi pamoja na maisha ya kila siku ya wananchi. Viongozi wa eneo hilo wamelaani vikali tukio hilo na kutoa wito kwa vikosi vya usalama kuongeza doria za kulinda raia pamoja na miundombinu muhimu. Wanasisitiza kuwa usalama wa wananchi unapaswa kuwa kipaumbele ili kuruhusu kurejea kwa hali ya kawaida katika shughuli za kila siku za kiuchumi. Kwa upande wao, mashirika ya kiraia yanaendelea kuonyesha wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya raia, wakieleza kuwa hali hiyo inaongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa makazi salama na huduma za msingi. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa uwepo wa makundi yenye silaha katika eneo la Ituri linaendelea kuwa chanzo kikuu cha machafuko na kwamba juhudi zaidi zinahitajika katika kurejesha utulivu wa kudumu. Wanapendekeza ushirikiano wa karibu kati ya serikali na jamii za wenyeji na wadau wa kimataifa ili kukabiliana na tishio. Hadi kufikia sasa, hali katika eneo la tukio linaelezwa kuwa bado ni ya tahadhari, huku wakazi wengi wakiendelea kuishi kwa hofu ya mashambulizi mengine. Wengi wanatoa wito kwa hatua za haraka zichukuliwe ili kulinda maisha ya raia, maisha yao ya kawaida ya kila siku, yani kuwalinda wao na mali zao. Kwa ujumla, tukio hili linaongeza orodha ya mashambulizi yanayolenga raia katika mashariki mwa nchi na linaonyesha umuhimu wa juhudi za pamoja katika kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Tukio la kusikitisha la uharibifu wa mazingira limeripotiwa katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tembo mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi katika kijiji cha Nyakakoma kilichopo katika groupement ya Binza, wilaya ya Ruchuru. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, tukio hilo linahusishwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kuendesha shughuli zao katika maeneo hayo. Kifo cha tembo huyo kimeibua hasira na huzuni miongoni mwa wakazi pamoja na wanaharakati wa uhifadhi wa mazingira, wakieleza kuwa ni pigo kubwa kwa juhudi za kulinda wanyamapori katika ukanda huu. Tembo ni miongoni mwa wanyama walio katika hatari ya kutoweka na uwepo wao una mchango mkubwa katika mfumo wa kiikolojia. Mauaji ya wanyama hawa si tu uharibifu
sio tu yanaharibu urithi wa asili bali pia yanaathiri utalii na uchumi wa eneo husika. Tukio hili linaelezwa kuwa sehemu ya mfululizo wa vitendo vya uharibifu wa mazingira vinavyoendelea kushuhudiwa katika maeneo ya Nyiragongo na Masisi. Ripoti zinaonyesha kuwa kuna uvamizi mkubwa ndani ya mipaka ya hifadhi ya taifa ya Virunga ambako misitu inakatwa na maeneo makubwa yanageuzwa kuwa mashamba ya kilimo kinyume cha sheria. Katika eneo la Kahunga kwa mfano inadaiwa kuwa zaidi ya hekta 700 za ardhi zimegeuzwa kuwa mashamba ya mahindi. Maeneo mengine yanayotajwa katika shughuli hizi ni pamoja na Kalenga, Kalake, Kibumba na Kiseguru ambako shughuli za kibinadamu zinaendelea kuathiri vibaya mazingira ya asili. Wataalamu wa mazingira wanaonya kuwa uharibifu huu wa misitu na wanyamapori unaweza kusababisha madhara makubwa ya muda mrefu, ikiwa ni pamoja na kupotea kwa bioanuai, mabadiliko ya tabianchi katika ngazi za eneo hilo na hata kuongeza migogoro kati ya binadamu na wanyama. Mashirika ya hifadhi wa mazingira pamoja na wanaharakati wa haki za asili wanatoa wito kwa mamlaka husika na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kulinda hifadhi ya taifa ya Virunga ambayo ni moja ya maeneo muhimu zaidi ya urithi wa dunia kwa bioanuai. Wanasitiza umuhimu wa kurejesha amani na utulivu katika maeneo haya, kwani vita ya migogoro ya asili imekuwa moja ya sababu kuu zinazochangia uharibifu wa mazingira. Kwa upande wa wakazi wa eneo hilo, wengi wao wanaishi katika hali ya hofu na kutokuwa na uhakika, wakishuhudia rasilimali zao za asili zikiharibiwa huku wakikosa msaada wa kutosha wa kulinda mazingira yao. Kwa ujumla, tukio la kuuawa kwa tembo huko Nyakakoma linaonyesha changamoto kubwa zinazokabili hifadhi wa mazingira katika maeneo yenye migogoro na linaongeza wito wa kuchukuliwa hatua madhubuti ili kulinda urithi wa asili kwa vizazi vijavyo. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha tukuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Baki nasi mwanzo hadi mwisho. Sauti yetu, habari zako wetu na Mashariki ya Kati, ambako taarifa zinasema wakati kukiwa na matumaini ya kufikiwa makubaliano ya amani baina ya Marekani na Iran, Rais Donald Trump ametishia kuishambulia tena Iran ikiwa haitokubaliana na masharti yake ya kuvimaliza vita hivyo. Tehran kwa upande wake imesema vitisho haviwezi kuishurutisha na itaendelea kutetea maslahi yake. Bakari Ubena na taarifa zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran inaweza tu kuchagua ama kukubali mpango wake wa amani au kukabiliwa na mashambulizi mapya na makubwa kuliko hapo awali. Ujumbe huu wa Trump umetolewa baada ya taarifa kutoka shirika la habari la Marekani Axios kuripoti kwamba Washington na Tehran zilikuwa karibu kufikia makubaliano ya kukomesha vita na kuanzisha mchakato mpana zaidi wa mazungumzo ya kina kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hii ni baada ya Trump kutangaza kusitisha operesheni ya kijeshi ya Marekani ya kusindikiza meli za kibiashara zilizokwama katika mlango bahari wa Hormuz, lakini akasisitiza kuwa vizuizi kwenye bandari za Iran vitaendelea. Wakati Marekani ikisubiri jibu la Iran kuhusu pendekezo hilo la kumaliza vita, Tehran imesema inalipitia upya na itatoa maoni yake kwa mpatanishi Pakistan. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi yake itaendelea kutetea maslahi yake na iko tayari kuufungua mlango bahari wa Hormuz ikiwa Marekani itaachana na vitisho vyake. Araghchi alifanya ziara mjini Beijing na kukutana kwa mazungumzo na mwenzake wa China Wang Yi na kueleza kuwa walijadiliana kuhusu namna ya kuumaliza mzozo huo na Marekani, mpango wa nyuklia wa Iran pamoja na mvutano kuhusu ujia wa Hormuz, huku akisisitiza kuhusu umuhimu wa kuheshimu haki za jamhuri hiyo ya Kiislamu. Marafiki zetu wa China wanaamini pia kuwa Iran baada ya vita ni tofauti na Iran kabla ya vita, na kwamba sasa imefikia hadhi ya juu kimataifa, imethibitisha uwezo na nguvu zake. Kwa hivyo tunalenga kuanza awamu mpya ya ushirikiano kati ya Iran na nchi zingine. Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake iko tayari kwa mazungumzo yatakayofanyika kimataifa, lakini kamwe haitakubali kulazimishwa kukubaliana na masharti ya upande mmoja yanayotolewa kwa vitisho. Rais Pezeshkian ameitoa kauli hiyo alipozungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu mteule wa Iraq Ali Al-Zaidi.
Pezeshkian ameikosoa Marekani akisema kwa upande mmoja inaendeleza shinikizo dhidi ya Iran na kwa upande mwingine inatarajia kuwa Iran itajisalimisha, jambo alilosema kuwa kamwe haliwezekani. Hayo yakiarifiwa, mkuu wa majeshi wa Israel amesema jeshi la nchi hiyo liko katika hali ya tahadhari na liko tayari kabisa kuanzisha tena operesheni pana na kubwa zaidi nchini Iran, huku viongozi mjini Tel Aviv wakisema kuwa hawana taarifa zozote kuhusu kukaribia kufikiwa kwa makubaliano ya amani baina ya Marekani na Iran. Alikuwa ni Bakari Ubena. Msikilizaji, kama ulivyosikia, rais wa Marekani Donald Trump muda mfupi uliopita ametishia kuishambulia kwa mabomu Iran ikiwa utawala mjini Tehran hautofungua mlango bahari wa Hormuz na ikiwa hautokubaliana na masharti ya kumaliza vita. Kabla ya kauli hiyo, Marekani ilitangaza kusitisha kampeni yake ya kuzisindikiza meli zilizokwama Hormuz katika kile kilichoitwa Project Freedom, ikisema hatua zimepigwa kwenye mazungumzo ya kusitisha vita na Iran yanayosimamiwa na Pakistan. Je, uwezekano wa vita kumalizika ukoje katika mazingira kama hayo na msimamo huu wa Marekani? Nimetaka kujua kwa mchambuzi wa siasa za Iran Abdul Fattah Musa, ambaye kwa sasa yuko Zanzibar, kupata fikra zake zikoje kuhusu swali hili, na alikuwa na haya. Tukifanya tathmini ya upana kuhusiana na yale ambayo tumeyasikia katika pande mbili au tatu zote husika za kadhia hii, yani Marekani hasa kupitia Rais Trump kwa upande mmoja, Iran kupitia hasa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, na muhimu pia kwa upande wa mpatanishi au msuluhishi serikali ya Pakistan, inavyoonekana kauli za Rais Trump au kauli yake ya kutishia kwamba Marekani inaweza kuchukua hatua kali zaidi za kijeshi dhidi ya Iran endapo Iran haitatoa jibu la kuridhisha kwa mapendekezo ambayo Marekani imewasilisha hivi punde kwa ajili ya kufikia suluhisho au kufikia mwafaka. Kiujumla inaonekana kama kwamba vitisho hivi vinajenga taswira, kama kawaida Rais Trump kujaribu kuonyesha kwamba ni vitisho vyake, ni mashinikizo yake na ni mbinyo wake ndio ambao unaweza kusukuma kuweza kufikia mwafaka baina ya Marekani na Iran. Unadhani ni kipi kinaweza kuishawishi Iran kuiamini Marekani kwa sasa? Kiuhalisia ni kwamba Iran haina imani sana na Marekani. Inaamini kwamba Marekani ni nchi ambayo kiuhakika haina muamana katika makubaliano. Kama utakumbuka katika makubaliano yale ya JCPOA ya mwaka 2015 ambayo serikali ya Rais Obama ilisaini na Iran kwa ushirikiano na madola mengine manne yenye nguvu pamoja na Ujerumani, kwa sehemu kubwa ni kwamba Marekani haikutekeleza hasa yale yote yaliyokubaliwa baina ya Iran na pande hizo tano. Hata hivi sasa ni kwamba Iran inachukua hatua ya kuipa nafasi zaidi diplomasia kwa msingi kwamba inavyoamini kwamba imeonyesha Marekani kwamba endapo itahalifu makubaliano na itataka kutumia njia ya nguvu kwa ajili ya kuilazimisha Iran ifuate matakwa yake, Iran inataka kuonyesha kwamba haitakuwa tayari tena kwa hilo, na inao uwezo wa kujihami kwa namna ambayo haitakuwa tayari kufikia makubaliano na Marekani katika mazingira ya kulazimishwa au katika mazingira ya kuburuzwa. Kwa hivyo kile kinachoonekana sasa kwamba upo mwelekeo wa kufikia mwafaka, lakini mwafaka unaonekana kwamba utakuwa ni ule ambao wenyewe walikuwa wakiita mara zote ni win-win situation, kwamba pande zote mbili zitanufaika na makubaliano hayo. Katika swala la kunufaika, Abdul Fattah, ilitegemewa kwamba katika kipindi hiki cha usitishaji vita kwamba pengine Iran ingefungua mlango bahari wa Hormuz kutoa nafasi kwa meli zilizokwama. Kwa nini Iran imeendelea kuweka vizuizi na kukataa kufungua ujia huu? Tumeona kwamba Irani katika makubaliano ya kusimamisha vita ilikuwa tayari imeshaanza kufungua mlango bahari Hormuz kwa ajili ya kuruhusu meli zipite katika mlango ule bahari, lakini baada tu ya mazungumzo ya kwanza yaliyochukua muda wa masaa 21 Islamabad, na ikaonekana kwamba katika hatua ile bado kulikuwa kuna mvutano, hususan kuhusiana na kadhia nyuklia, ndipo Rais Trump akachukua uamuzi wa kuanzisha operesheni ya kuiwekea Irani mzingiro wa baharini. Kwa sababu hiyo ndipo Iran nayo ikatangaza kwamba kitendo hiki ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha vita. Kwa hivyo suala la kwamba pengine Iran kwa nini ilifunga mlango bahari Hormuz, pamoja na kwamba haikuwa hatua sahihi kutokana na mazingira yalivyo kuathiri hali ya kiuchumi, lakini Iran ilichukua hatua hiyo katika mwelekeo ule kwamba ilikuwa inaonyesha kwamba inajibu mapigo kwa hatua ya Marekani ambayo kimsingi inakiuka sheria za kimataifa
Ni Abdul Fattah Musa, huyo mchambuzi wa siasa za Iran, kama alivyozungumza nasi kutokana na hatua mpya iliyopigwa katika mzozo huu wa Iran na Marekani. Na msikilizaji, tupate kibwagizo kabla sija kupeleka huko nchini Uganda. DW tunavuma kwa kishindo. Bunge la Uganda limepitisha mswada tete wa kulinda utaifa licha ya pingamizi na tahadhari kutoka kwa wadau mbalimbali akiwemo gavana wa benki kuu ya nchi hiyo. Mjadala unaotawala sasa ni ikiwa Rais Museveni atazingatia maoni na ushauri wa wataalamu wa kiuchumi na kisheria kabla ya kusaini mswada huo uliopitishwa na bunge siku ya Jumatano, ambao unahofiwa utapelekea Uganda kutengwa na mashirika kama Benki ya Dunia. Lubega Emmanuel anayo taarifa hiyo kutoka Kampala. And it is going to be done today. Whatever play, I told you to get out, not to come to the microphone. Huyo ni Waziri Mkuu wa Uganda Robin Anabanja akibishana na kiongozi wa upinzani Joel Sonyonyi wakati wa kupitisha mswada huo bungeni jana jioni. Waziri Mkuu alitamka kwamba wapende wasipende, wanaopinga mswada huo kulinda utaifa utapitishwa. Na kwa kweli wabunge 286 wa chama tawala walipozidi nguvu wenzao 54 katika kura kuhusu mswada huo kulinda utaifa, spika wa bunge Anita Among alitamka hivi wakati wa kutangaza kupitishwa: Those in favor say and contra nay. Wanaunga mkono waseme ndio, wanaopinga waseme la, na mswada huo umepitishwa. The bill is passed. Licha ya kuwa mswada uliowasilishwa awali ulifanywa marekebisho kwa vipengele 18 ikiwemo kuondoa fasili ya raia wa Uganda walioko ughaibuni kugeuka kwa wageni na pia raia walioko nchini kutotajwa kuwa mawakala wa kigeni, bado kuna malalamiko kuwa mswada huo utaitumbukiza Uganda katika hatari na pia kuwatia wawekezaji wa kigeni katika mashaka. Bernard Masiga ambaye ni mdadisi wa masuala ya kisiasa ametoa angalizo hili. Kuna shida ambayo inaweza katokezea kwenye mswada hii ambayo ilikuja ikapitizwa jana kuhusiana na uchumi. President mwenyewe chochote inaweza kuwa anaweza kuipitisha, anaweza nayo kufanya nini, kufanya uamuzi asema Wanaharakati wa haki za binadamu wameendelea kusisitiza kuwa sheria husika inawalenga wapinzani wa utawala na pia asasi za kiraia ambazo inadaiwa hupokea kiasi kikubwa cha fedha kutoka mataifa ya kigeni na kuzitumia kupotosha raia. Hata hivyo, kuna wale wanaosisitiza kuwa mswada huo ni muhimu ili kuwepo na sheria inayozuia ushawishi wa kigeni katika masuala ya kisiasa na ya kijamii ya Uganda. Andrew Opolot ni mfuasi wa chama tawala cha NRM. Kilichomo ndani ya mswada ni maslahi ya wananchi, si ya kuacha maeneo pengine wezi watu watoke nje wadandie nchi yetu na kuanza kuiharibu. Kwa kawaida ingechukua angalau siku 45 mswada huo kupitia taratibu za kikatiba ili kupitishwa, lakini ulijadiliwa na kupitishwa katika siku takriban 21 tu. Hiyo ni mojawapo ya sababu ambazo baadhi ya wanaharakati na wanasheria wanaelezea zitawasukuma kuwasilisha shauri katika mahakama ya katiba ili mswada huo pamoja na sheria husika vitupiliwe mbali. Lubega Emmanuel, DW Kampala. Yani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2027 tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu na hakika tunawaletea habari sahihi za kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa za habari za mchana. Asante.